Okay, karibu sana mwanadarajani 1905 ambaye tumekuwa pamoja tangia tumeanza session zetu, na leo ni siku nyingine ambayo tunakuja na kitu kipya. Mechi nyingine ambayo ilikuwa inafanyika siku hii ya leo ni Crystal Palace dhidi ya Chelsea, na matokeo ni mabao 3-1, mabao 3 ambayo yamefungwa na Estevao Willian, Joao Pedro pamoja na Enzo Fernandez ambao wameweza kuingia kambani. Lakini tutakuwa na uchambuzi wa yale ambayo umeweza kuyashuhudia kwa siku ya leo. Mengine umeweza kuyaona lakini hujaelewa, na hapo utapata uchambuzi ambao utakuwa unakufanya wewe uweze kuelewa nini ambacho kimefanyika kwenye mchezo huu, hasa kimbinu zaidi. Ukitazama namna ambavyo kikosi chetu kilipata kuanza, kilikuwa na wachezaji ambao hawajabadilika sana, lakini partnership ya Trevoh Chalobah pamoja na Wesley Fofana hatukuiona tena. Baadaye tuliona Trevoh Chalobah akiungana na Benaut Badiashile kwenye center back, lakini pale pembeni kwenye full back palikuwa na Reece James pamoja na Marc Cucurella. Katikati ya kiungo kulikuwa na Andy Santos ambaye aliambatana pamoja na Moises Caicedo, lakini juu yao alikuwepo Enzo Fernandez kama namba 10, lakini kwenye winga moja alikuwepo Estevao Willian pamoja na Pedro Neto kwenye winga nyingine. Joao Pedro alikuwa amemaliza kwenye upande wa ushambuliaji na tukaweza kushinda mabao 3-1. Clean sheet tumeweza kupoteza kwenye mchezo huu. Niko hapa na Hafiz Mnacho pamoja na Simon ambaye atakuwa anatuletea uchambuzi huu ambao tulikuwa tumeumisi kwa muda mrefu baada ya kutoka mechi ya mwisho, na hii ni mechi nyingine hasa ya ligi kuu soka ya England. Mimi naitwa Himidiwe Kabuje, Brazil anacheza kupitia mdomo. Nianze na Simon Barnabas. Mchezo wa leo kwanza umeuonaje, na unafikiri ni kitu gani ambacho mwalimu alikuwa amekimudu hasa kutoka kwa mwalimu wa Crystal Palace ambavyo amekuwa anasumbua kwenye ligi kuu soka ya England kwa msimu huu? Asante. Ambacho nimekiona kwa leo upande wa mwalimu kusoma Crystal Palace ni kwamba alijua Crystal Palace ile bakteri yao ambao kipindi wanashambulia na bakteri kipindi wanazoea na kuja kuwa wachezaji watano, yani wale wa wing back wanarudi kutengeneza ukuta watu watano. Alijua kabisa kwamba hawa watu kwanza hawatu match kwenye possession, ila maeneo yao dhaifu ni yale mazingira ambayo unakuta wing back anakimbia, yani wing back akitoka zile space ambazo zinabaki ndio atakuwa mazingira yao dhaifu. Hata kwenye mlani zetu zote, yani hatari zetu zote zilikuwa zinatokea pembeni, hasa wing back wakishapanda. Yule Munoz pamoja na huyu beki namba 3 anaitwa msao jina kidogo, wakitoka wale, zile nafasi ambazo zinabaki pale unakuta ndio zilikuwa za hatari sana ambazo tulikuwa tunazipata sisi. Yani jana leo hatujatengeneza kabisa kupitia katikati ya uwanja. Hatari zetu hazijatoka katikati ya uwanja, ila bali kwenye hizi nafasi ambazo kwa wanaziacha wing back. Yani wakishabaki mabeki watatu wakishabiki condensed katikati, wakiacha nafasi ndio kwa hatari sana. Goli la kwanza ukiangalia la Estevao, unaweza kusema ni alikuwa amepanda, yani alibipindi kwenye zone ya Chelsea, nikizungumza katikati, yani zone ya Chelsea akabipindi karudisha pasi. Estevao akainyakua ile pasi pale, alikuwa amemhesabia beki, alikuwa beki wa mwisho, akaenda akafunga. Goli la pili ndio linakuja kudhihirisha mbinu ya mwalimu ilikuwaje. Yani baada ya wing back kupanda, Estevao alipiga pale pasi ambapo ilibi wing back awepo, na pale pande Joao Pedro akawa amekimbia kwenye ile nafasi. Yani inaonyesha kwamba mwalimu alikuwa amemsoma yani kwa kiasi kikubwa sana Crystal Palace anavyocheza, kwamba wing back wakitembea au mabeki ambao wanabaki ambao ni watatu hao, kuna space wanaacha kubwa ambao sisi tulikuwa tunashambulia sana. Lakini pia akaja kugundua kwamba Crystal Palace ni wazuri katikati, sasa wana nguvu, wana nini. Kwa hiyo pale katikati hatuhitaji ubunifu, ila pale katikati ilikuwa kupambana nao. Akamweka Andy Santos, Enzo pamoja na Moises Caicedo. Kimwangalia hizo alikuwa fiki sana kwenye box, bali alikuwa ana rotate to around katikati hapo. Unakuta katikati pale tulikuwa solid sana, kiasi kwamba tulikuwa mipira kwa inazuia sana, tulikuwa tunazuia sana mipira kupitisha katikati. Option alikuwa amebaki nayo Crystal Palace ni kupiga mpira mbele ili kusudi Mateta hold either winga wake wawili Ismail Sarr
au winga wa kushoto wapite, Mateta wape mpira kusudi waende wakashambulia, lakini hiyo pia nana mabeki kidogo iliwapo aliwapa usumbufu kipindi kwa kipindi kama jana 15 za kwanza. Mateta alikuwa na hold, anaweza kuwapita sometime au muda mwingine kutoa pasi kwa kina Simonsala, lakini baadaye waweza kumudu, walijua namna kucheza naye, hasa walikuwa na intercept mipira, ama kama mpira basi wanamfanyia foul ambayo ni tactical, yani wanamzuia kama hold mpira basi yeye pia haendi, inakuwa ni tactical foul ambayo ilikuwa haina madhara, sio kadi nyekundu sio nini, wanapiga tu kama ni set piece, tunachukua tunaondoka. Kwa kiasi kikubwa sana tulikuwa tumeumudu mchezo, yani tuliumudu kiasi kwamba ilifika wakati tulikuwa tunaweza kwa control pale wakiwa na mpira na wakiwa hawana mpira tuna control, yani wakiwa nao tunaamua kama wacheze vipi, yani wapitie wapi. Walikuwa wanataka kupitia pembeni, lakini pia walikuwa tunadili nao vizuri tukiwaruhusu kupita pembeni, kwa sababu kuruhusu mtu kupita pembeni unamweka mbali na goli, kiasi kwamba hadi aje atoke pembeni mpaka ingie kwenye boxi utakuwa ushapata alternative way ya kudili na mtu wa hivi. Kwa hiyo tulidili nao vizuri. Katikati walikuwa hawapiti kabisa, tulikuwa solid sana. Yani midfield watu watatu plus mabeki ambao mabeki wakati wawili, jumla watu watano, ilikuwa ni ngumu sana kwao kupita. Kwa hiyo mwalimu alimsoma mwalimu Crystal Palace vizuri na timu yake kiujumla, na akaweza yani yake iliweza kufanya kazi nzuri, mawazo yake. Okay. Bwana Hafiz Mnacho, unamuonaje mwalimu wa Chelsea kwenye hizi mechi kadhaa ambazo anaweza kuiongoza timu? Na ukiangalia kwenye mchezo huu, Palace wamekuwa ni timu ngumu kwa msimu huu, amekuwa ni moja ya timu ambazo zinaangusha sana vigogo, lakini baada ya kuzungumzia kimbinu nini ambacho kilitokea, natamani uzungumzie pia namna gani ambavyo mwalimu alifanya substitution zake. Ilionekana kama amekuja kuzuia kwa dakika kadhaa, na baadaye Palace ikafanya wapate bao, lakini baadaye akaanza kubadilisha tena kumuingiza Liam Delap na wengine. Ni kitu gani ambacho mwalimu alikuwa anakitafuta hasa baada ya kufunga mabao matatu? Kwanza kabisa nafikiri toka kufika kwa mwalimu mpya au mwalimu Liam Rosner, nafikiri amekuja na vitu ambavyo vilionekana kukosekana kwenye baadhi ya mentality ya Enzo Maresca. Kitu cha kwanza kabisa ambacho mimi nilikuwa nakililia na nimekifanyia analysis, naona progress yake ni nzuri. Nafikiri ni namna ambavyo anaiorganize timu, wachezaji wanakaa karibu kwa maana ya close proximity, ambayo inatusaidia pindi ambapo tunapoteza mipira na wakati wa kushambulia kufanya zile progressive pass na kuwa rahisi. Kwa hiyo kwenye eneo hili nafikiri mwalimu mpya huyu amefanikiwa, kwa sababu unaona the way ambavyo midfield ya double pivot inabaki kwenye nafasi yake, na hata tukiwa tunashambulia unaona Caicedo pamoja na Andre Santos wanakuwa kwenye eneo lile. Kwa hiyo nafikiri ni jambo la kwanza ambalo mwalimu Liam Rosner amefanikiwa. Kitu cha pili nafikiri kwa mpaka sasa naona the way ambavyo intensity ya timu kwenye kutafuta mpira pindi ambapo unakuwa umepotea, nafikiri Chelsea wanaonesha improvement ya hali ya juu. Hiki ni kitu kingine ambacho kimeonekana tangia mwalimu huyu mpya ameingia, kwa sababu hata ukimsikiliza kwenye press conference zake amekuwa anaongelea issue za counter pressing mara nyingi na wing mentality, na ndio maana tunaona kwenye michezo mitano ambayo amefanikiwa kukaa kama head coach wa Chelsea, amefanikiwa kushinda michezo 4 na kupoteza mchezo mmoja dhidi ya Arsenal kwenye Carabao Cup. Nafikiri progress inaonekana, na mchezo wenyewe tunaona alipoteza kwa bao 3-2. Kwa hiyo tunaona ni aina ya mwalimu ambaye anajaribu kuinject vitu ambavyo ni vipya na kuwapa ari wachezaji taratibu. Kwa hiyo nafikiri kimbinu hajaenda mbali sana na the way ambavyo Maresca alikuwa anawatumia wachezaji. Zaidi ya yote nafikiri kwenye eneo la midfield na issue ya inverted fullback ndo kitu ambacho kimeonekana kama kinaondoka taratibu, alafu midfield amekuwa ameibakiza timu kwenye muundo wake. Kwa hiyo nafikiri the way ambavyo double pivot inabaki, kwa maana Caicedo na mtu ambaye atakuwa anapatana naye either Enzo Fernandez ama Andre Santos mara nyingi. Kwa hiyo ni namna ambavyo inaonekana kocha amekuja na mbinu mpya. Kwa hiyo in terms of wingers, the way wanavyotanua uwanja, naona mambo ni yale 1v1 zinakuwa nyingi,
na hata the way ambavyo namba 9 wanaoperate mambo naona ni yale yale. Kwa hiyo mwalimu hajaenda mbali kabisa. Kwa hiyo ni kitu ambacho watu wengi tulikuwa tunakitazama. Kwa mimi naona kama ameanza kuyafanyia kazi yale mambo ambayo yalikuwa ni kiu yangu, kwa maana ya issue ya close proximity ambayo niliongelea hapo mwanzo, wachezaji kukaa karibu ili kumpa mpinzani wakati mgumu pindi ambapo anakuwa na mpira. Nafikiri mfano wa hilo ni the way ambavyo ile pinning back ilikuwa inafanyika kwa Crystal Palace, kama alivyosema mwenzangu hapo Simon, kwamba timu ambayo inatumia back 3 na viungo wanne mbele yao, nafikiri wing backs ndo wanakuwa silaha kubwa. Tumeona kwa Thomas Tuchel kipindi cha Reece James na Ben Chilwell, nafikiri watu wanakumbuka. Tumeona the way ambavyo mwalimu wa Manchester United ameondoka Ruben Amorim alichokuwa anakifanya kwa Patrick Dorgu pamoja na kina Mazraoui na Dalot. Kwa hiyo ni vitu fulani ambavyo vinakuwa very common kwa Crystal Palace. Vivyo hivyo anatumika Tyrone Michy pamoja na Munoz, wanakuwa na operate kwa mitindo hiyo. Kwa hiyo kitu cha kwanza unakuwa unafanikiwa kwa pin wale wing backs wa timu mpinzani kama watakuwa wanatumia muundo wa mabeki watatu na viungo wanne mbele yao. Kwa hiyo nafikiri the way ambavyo coach aliorganize mbinu zake alifanikiwa hapo. Kitu kingine umeuliza juu ya namna gani ambavyo mwalimu aliendea kuiapproach game pindi ambapo tulikuwa tumeshaongoza mabao matatu. Kulikuwa kuna maingizo ya Yoel Hato, naona aliingia, baadaye alimtoa Caicedo, wakaingia kina Malo Gusto, wakaingia pia kina Jamie Bynoe Gittens. Nafikiri ile ilikuwa ni kulinda kile ambacho tayari tunacho, na tunaona the way ambavyo Hato alikuwa ameingia, japo midfield inaonekana ilikuwa inasuasua, lakini kuna namna moja ama nyingine unakuwa unatengeneza defensive minded football ambayo inapatikana kwa dakika kadhaa ambazo zilikuwa zimebaki, japo tulishindwa kutetea clean sheet na baadaye Crystal Palace walipata bao kwa njia ya set piece. Kwa hiyo nafikiri kitu kingine ambacho unaweza kukianalyze hapa ni proper management ya mchezo pindi ambapo unakuwa unaendelea, kitu ambacho pia kwa namna fulani Enzo Maresca alikuwa anasuasua hapa. Kwa hiyo ni kitu ambacho coach ameonekana anakifanya toka kwenye mchezo wake wa kwanza. Huu ni mchezo takriban wa 5 kama nitakuwa sahihi. Nafikiri amefanya mambo fulani ambayo yanaonekana yalikuwa kama weakness kwa mwenzie. Kwa hiyo bado tunaendelea kumtazama. Binafsi bado na mechi takriban 6 kuendelea kumchambua zaidi kocha wetu mpya Liam Rosner. Okay, nirudi kwako bwana Simoni. Kwenye idara ya midfield tuna Esugo, Romeo Lavia, Moses Caicedo, lakini kuna mtu kama Enzo Fernandez hasa katikati ya kiwanja. Lakini upatikanaji wa wachezaji umekuwa ni mdogo sana, hasa wawili Esugo pamoja naye Romeo Lavia. Wamekuwa wachezaji wawili ambao wamekuwa ni regular starter. Mara nyingi utawakuta wanacheza wao kwa wao. Caicedo kama ulivyozungumza mnacho hapo kwamba mara nyingi utamkuta yeye amekuwa amepartner either na Santos au Enzo Fernandez, lakini Fernandez yeye amekuwa ni mtu ambaye akikosekana Cole Palmer utamuona yuko juu, akiwepo Cole Palmer utamuona yuko chini. Kuna haja gani ya kutafuta midfield mwingine kwenye eneo hilo, au tuache hawa ambao wapo licha ya kwamba wana majeraha kadhaa, tuache hao wakiwepo, kwa sababu tunaona kabisa kuna uchovu ambao wanao wachezaji wetu hasa Enzo Fernandez. Vipi unaonaje hii idara ya midfield ya Chelsea? Asante. Kwanza idara ya midfield ya Chelsea, yani nikianza kuzungumzia sasa utofauti mdogo uliopo kwa Maresca na huyu kocha, tunahitaji tena mtu mwingine kwa mawazo yangu, kwa sababu huyu kocha anachotaka kwenye midfield anataka intensity hali ya juu sana. Ndio Maresca kila kwenye midfield alikuwa anataka anamuinvert fullback moja niingie katikati kusudi, kwa sababu alikuwa anamtumia Cole Palmer, na unajua kwa sababu Cole Palmer kwenye timu ikiwa haina mpira ni kama huwa hana msaada asilimia tuseme 60 mpaka 70 labda. Kwa hiyo alichokuwa anakifanya kwamba alikuwa anachukua fullback moja anaingia katikati kusudi kumpa Enzo nafasi ya kupanda juu, yani kwenda mbele kufanya pressing kule, kitu ambacho Cole Palmer hicho hakiwezi. Kwa mwalimu huyu anapotaka intensity iwe kwenye midfield, I think anahitaji mtu mwingine, sasa mtu ambaye ni box to box midfielder, yani
Ndio maana hata walikuwa wanamhitaji hata ile Douglas Luiz. Na najua anahitaji kwa ajili ya hicho, anataka intensity kubwa katikati ya uwanja, kitu ambacho anakiofa Andy Santos kwa sasa. Sijui kama haaminiki hivyo, lakini naona anakiofa kwa hali ya juu sana. Anakiofa na Caicedo, unamuona yeye huwa anafanya vitu basics, yani mpira ukija atauchukua, atatoa pasi, ataangalia sehemu gani kuna nafasi, ataangalia atanusa wapi kuna hatari, utamkuta kwenye hatari, kafanya tackling, kafanya technical foul au kapora tu mpira clean, utamkuta kwenye maeneo kama hayo. Yani akiwepo na Caicedo, unaona kabisa Caicedo anakuwa offloaded vitu vingi sana, tofauti na akiwepo na mtu kama Enzo. Enzo ni mzuri kama akiwa na mpira, yani control game. Yani atajua kwamba sasa hivi ni ibidi pasi iondoke, sasa hivi ni retain, sasa hivi yani mtu ambaye nampa pasi yupo kwenye maeneo zingine hatarishi, utamwona atakaa pale na mpira atachezea pale, aidha kama mpinzani atamfanyia foul au atabai tena sekunde kadhaa kusudi mtu ambaye inabidi apokee pasi aende kwenye eneo sahihi. Huyo ndo Enzo Fernandez. Lakini tukishanyang'anywa mpira, ile kutrack back kuwa ni mzito kidogo kulinganisha na watu wengine. Kwa kutaji midfield mwingine tunamhitaji waaje, mimi ninge suggest tupate box to box midfielder, yani midfielder ambaye ana karibu kama kina Conor Gallagher au Barella, yani au Szoboszlai, yani midfielder wa hivyo tungepata hivyo tungenani sana. Ama kama ataweza kumtumia Caicedo katika role hiyo, basi tupate mtu ambaye ni sita, yani namba 6 ambaye haami, anabaki pale, Caicedo anatumia katika role hiyo, kwa sababu kimwangalia pia kidogo anaweza kupata mpira, lakini pia kukava eneo kubwa la uwanja pia anaweza. Kwa hiyo unaweza kubadilisha hii role ya kuwa namba 6 ambaye anakaa na kumweka kama namba 8 ambaye unampa role ya kuzunguka uwanja mzima kama namba 6 ambaye anakaa. Kwa midfield tunamhitaji. Kama tungekuwa na Lavia ambaye yuko fit kabisa, kusingekuwa na haja, kwa sababu Lavia akisit pale hivi utakuwa hauna madhara makubwa. Akiwa na mpira pressure hana, hata wakija kupress watu anajua namna kuwatoka vizuri. Lakini pia kwenye ukabaji pia sio mbaya sana, ni mtu ambaye anaweza kucheza namba 6 as a sitter. Kwa midfield tunamhitaji kwa ajili ya kuwapumzisha Enzo na sometime Caicedo kwa namna moja ama nyingine. Okay. Hafiz Mnacho. Tumzungumzie Estevao Willian. Kwenye mashindano yote msimu huu akiwa na umri wa miaka 18 tayari ameshapachika mabao yasiyopungua 6. Miongoni mwa mabao hayo amewafunga Barcelona, amewafunga Crystal Palace, amewafunga Liverpool. Confidence ya bwana mdogo inaweza kuwa msaada kiasi gani kwa Chelsea kama atapata nafasi ya kuendelea kuwepo kwenye kikosi, na hasa ujio wa mwalimu mpya Liam Roseina ambaye anaonekana anampa nafasi ya kucheza? Unamzungumziaje bwana mdogo huyu na pamoja na bao lake ambalo alifunga kwa siku ya jana na mengine ambayo ameweza kuyafunga? Namna gani ambavyo bwana mdogo amekuwa na kiwango ambacho kinaridhisha pale ambapo anapata nafasi? Kwanza kabisa ukimzungumzia bwana mdogo Estevao Willian, nafikiri kwa aina ya bao ambalo amelipachika jana ni technical ability ya juu kabisa ambayo mchezaji mwenye mentality ya kushambulia anakuwa nayo, kwa sababu kukaa maeneo yale na kunusa uhatari ambao unaweza kutokea kutokana na the way ambavyo shape ya Chelsea na winga kumkuta maeneo yale, nafikiri ni tactical analysis kubwa sana ambayo mchezaji anaifanya akiwa ndani ya kiwanja. Kwa hiyo big up sana kwake, kwa sababu ni jambo ambalo linamfanya azidi kuimarisha confidence yake ndani ya ligi kuu ya Uingereza, ukizingatia physicality yake ni ndogo na the way ambavyo alipata bugudha na kujitapunguzia engo na mbali ya yote hao, na alikuja kupachika moja ya mabao fulani mazuri sana. Kwa hiyo bwana mdogo Estevao Willian, kwanza unaweza kumsifia kwa namna ambavyo ni mwepesi sana wa kuamua matukio ambayo yanatokea ndani ya kiwanja, kwa sababu kuna namna anaweza akabadilisha rhythm ya game kutokea chini, kutokana na the way ambavyo timu kuna muda inahitaji progressive pass, kuna muda inahitaji
hawatoe walau wachezaji wawili wa eneo la ulinzi wa timu pinzani ili aweze kutengenezea nafasi wenzake. Kwa hiyo ni namna fulani ya mchezaji ambaye ni msaada kwa timu, kwa sababu ukiwa naye unakuwa kama unakuwa una wachezaji wawili ambao wanakuofa, yani unakuwa kama una wachezaji wawili zaidi ya mpinzani, kwa sababu Estevao Willian ukimpelekea beki mmoja kwa the way alivyo, hana physicality ya hali ya juu, lakini ana uwezo wa kukushangaza kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu ukiangalia passing ability yake ni ya hali ya juu na anajua wapi apige, wapi atoe pasi. Ukizingatia hata pasi ambayo alifanya assist jana kwa Joao Pedro, unaona ni namna gani ambavyo bwana mdogo anakuwa na determination ndani ya kiwanja. Kwa hiyo nafikiri kwa mbinu za mwalimu Liam Rosena, nafikiri aendelee kupita kule ambapo mtangulizi wake Enzo Maresca alikuwa anapita kwenye kumtumia bwana mdogo, kwa sababu nafikiri tuliona kuna mechi kadhaa hapo nyuma Estevao alitumika na overloads za games zikamsababishia mpaka akapata injuries na akapumzishwa. Alipata overloads kwenye misuli nafikiri, kama nitakuwa sijakosea. Kwa hiyo bado ni mdogo na talent anayo kubwa, ila hatupaswi kumlimbikiza a lot of games ambazo zitakuwa ni zinampitiliza umri wake, kwa sababu nafikiri kila mtu anatambua the way ambavyo England inakuwa ina games intensity za hali ya juu. Kwa mfano mwepesi tunaona Lamine Yamal kule Barcelona saizi ambavyo anateseka kujitafuta tena, tofauti na msimu uliopita ambao alicheza takriban mechi 50 na kuendelea. Kwa hiyo tunaona ni mabwana wadogo hao wanahitaji mapumziko, wanahitaji game hii acheze, game ijayo ama acheza mechi 2-3 wapumzisho, kwa sababu ya misuli yao bado haijatengamaa pale kufikia zile levels za miaka 25-26 ambapo tunaamini mchezaji ndo anakuwa kwenye piki ya kiwango chake. Kwa hiyo nafikiri kimbinu Estevao Willian ndo winga wetu ambaye ana threat, akiwa na mpira unaona ana uwezo wa kufanya vitu vikahappen. Amefanya hivyo dhidi ya Pafos, kama watu watakuwa na kumbukumbu, baada ya yeye kuingia hali ya hewa ya mchezo na ilibadilika. Nafikiri kuanza kwake jana dhidi ya Crystal Palace tumeona substitution yake, dhidi ya Liverpool tumeona the way ambavyo ali-impact ule mchezo, na hata mechi dhidi ya Barcelona alitoa top performance. Kwa hiyo unaona ni aina ya mchezaji ambaye ni mdogo, lakini ana uwezo wa kukupa vile vitu ambavyo timu nyingi zinatamani kuwa na aina ya mchezaji kama yeye. Kabla sijahama kwako Hafiz Mnacho, mechi 4 ambazo zinafuata za EPL, West Ham United tutakuwa nyumbani, Wolves tutakuwa ugenini, lakini Leeds United tutakuwa nyumbani, pamoja na Burnley pia tutakuwa nyumbani. Mechi 4 zinazofuatia, unaona hiki kikosi au mwenendo tunaoenda nao tunaweza kukusanya alama zote hapa, au kuna alama tunaweza kudondosha? Kwa michezo ya namna hiyo, kwa na mentality ambayo kocha amekuja nayo, kocha mpya, nafikiri sioni kama kuna mchezo ambao tunaweza kudondosha alama hapo, ukiwazingatia Wolves wanatoa game ila haina maana kwamba wana class dhidi yetu. Ukiangalia West Ham, hata Napoli ambao tunaenda kukutana nao hapo kwenye UEFA Champions League, unaona wanasuasua kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo natarajia ili kocha azidi kuipata confidence na mentality ya wachezaji isizidi kuvurugika kutokana na kuondokewa kwa Enzo Maresca. Nafikiri alikuwa ameshawatengeneza na wachezaji wengi, na wachezaji wengi walikuwa wameshakuwa attached na mbinu za Maresca, na ndio maana tunaona mkufunzi mpya huyu amekuja kutembelea mule kwenye baadhi ya tactics ili asiwapoteze zaidi wachezaji. Kwa hiyo sioni kwenye michezo yetu inayofuata kama tuna uwezo wa kudondosha alama kwa urahisi, kama tukiendelea kutoa intensity ya games ambavyo tumetoa kwenye hizi mechi 5 hapa katikati, na ile determination ya wachezaji na hamu ya kuitaka game ambavyo wachezaji wengi wameonyesha. Kwa hiyo natarajia kama si alama zote tukikusanya, ila walau kwenye michezo 4 tukusanye takriban alama 10, kama nitakuwa na mawazo ambayo yatafanikiwa. Kwa hiyo sioni kama tutapoteza mchezo kwenye michezo hiyo 4 ambayo inafuata. Simoni, kesho kutwa tarehe 28 tuko ugenini dhidi ya Napoli kwenye mchezo wa mwisho wa UEFA Champions League ambao
Kiufupi umebeba matumaini makubwa sana kwa upande wetu, hasa ya kuto kucheza playoff kama tukifanikiwa kushinda kwenye mchezo huo, lakini Napoli naye anatafuta matokeo ambayo yanaweza akamfanya aingie kwenye timu ambazo zitaenda kucheza playoff na sisi ambazo zinaondolewa. Antonio Conte, kocha wa zamani wa Chelsea, unafikiri ni kitu gani ambacho Chelsea tunahitajika kukiongeza ili kuweza kukabiliana naye na tuweze kupata ushindi kwenye mchezo huu? Hapo mimi nahisi kitu cha msingi sana ni matumizi ya nafasi, kwa sababu ukiangalia sidhani kama intensity wanaweza kutumechi wale jamaa, japo wana viungo ambao wametoka England, lakini ligi ni ligi ya England ina intensity kubwa sana. Tunaangalia hata timu za England kitana na timu ambazo zimetoka kwenye ligi hizo, ndio wanaweza kufunga, lakini sio kwa kumechi kwenye intensity, hawezi kutumechi. Lakini pia hata class pia hawezi wakatani. Chelsea na class kubwa kuliko Napoli sasa hivi, sababu hata ukiangalia kusema kwamba usoti mchezaji moja kuingia kwenye kikosi cha Chelsea kutoka Napoli, unaweza kupata wawili au mmoja au watatu tuseme. Kwa hiyo ni determination tu kwamba tuende kwa lengo la kushinda, na kwa kocha alivyo na vibe na the way anavyotaka timu icheze, sioni kama Napoli wanatoka. Sioni sababu ukiangalia zile fullback zao, ile Spinazzola pamoja na ni Lorenzo yule, sidhani kama unaweza kwa mechi mara mawinga wetu. Lakini pata mabeki wao pia sioni kama unaweza wakazuia na dakika 90. Jana nimejaribu kufuatia game yao dhidi ya Juve, game ambayo pia ilikuwa ni muhimu kwao. Unaona kwa wanafunga, yani Juve walikuwa wamewaweza. Sasa kama Juve ameweza kumweza Napoli, sidhani kama anaweza katumechi. Ni timu ambayo imepiga sana kazi msimu ulioisha, kiasi kwamba sasa hivi nguvu kama imedrop hivi, yani walikuwa wanahitaji kupata fresh leg nyingi sana kwenye dirisha la usajili, kitu ambacho hawajakifanya kwa ukubwa. Kwa naona tukipiga tu game yetu vizuri, Napoli hatoki, kwa sababu ni game ambayo inabidi yeye mwenyewe ibidi afunguke, at least ashinde. Kwa kama akifunguka na kwa quality yetu, naona kabisa tunaenda kushinda pale Naples. Unafikiri Simoni, kwa namna ambavyo leo tumepata taarifa ya baadhi ya walinzi wetu ambao walikuwa kwa mkopo, akiwepo Anselmino pamoja na Mamadou Sarr, lakini Anselmino nafikiri yeye ndio rasmi kabisa, inawezekana anarejea ndani ya Chelsea kwa sababu tumeshaona kabisa anaagwa. Unafikiri kuna uhitaji wa kumrejesha mchezaji huyu na akaweza kufit kwenye nafasi ambazo anacheza baadhi ya walinzi wetu wa Chelsea, na kitu gani ambacho atakuja kukiongeza ndani ya timu, hasa kwa hii nusu msimu ambayo imeweza kubakia? Nice. Huu ni ugonjwa wa Chelsea ambao tangu msimu uliisha Maresca wakawa wanaupigania kupata beki mwingine wakati, either mmoja ama wawili, kwa ajili ya kureplace eneo la sasa la Levi Colwill. Alipambania sana japo hakusikilizwa, akaambia kwamba tumia wachezaji ambao waliopo. Hata huyu kocha alipokuja pia akataka beki wakati. Lakini kwa mawazo yangu mimi, kwa mfano mwanzoni kabisa walikuwa wanasema kwamba walikuwa wanataka yule beki wa Lille yule, ama wamchukue Senesi. Mimi nahisi wangemchukua Senesi, ana umri wa miaka 28. Na mabeki wetu pale ukiangalia wana umri mdogo, akina Fofana kwenye 23 24, Chalobah pia ana umri mdogo, Levi Colwill pia ana umri mdogo. Senesi mwenye umri wa miaka 28 angeweza kuwavusha hawa. Yaani ukimpata miaka miwili au akapata experience, wakagaini vitu kutoka kwa Senesi kwa miaka miwili, maana hapo nazungumzia Colwill atakuwa na 25 au 26 hapo. Sasa nani sawa sana Fofana ama Chalobah. Kwa hiyo huyu angewavusha, angewasaidia, kwa sababu tunachokosa pale asasa kikubwa ni experience, yani kujua namna gani ya kudili na attack mbalimbali. Kwa hiyo ndio tunachokosa kikubwa hicho. Kwa hiyo tungepata beki ambaye kidogo ni experienced asasa na Premier League, akaja akatusaidia pale, ingekuwa rahisi sana. Lakini kama hizo options zimekataa, tuwarudishe hata hao watatusaidia, kwa sababu Chalobah akacheza karibu kila game, kwa sababu hatuna beki mwingine ambaye anaweza akacheza karibu kila game kama Chalobah. Yani game karibu, yani inabidi apumzishwe, lakini ukifikia apumzishwe atamweka nani upate jibu. Ukipatna
Tosin na Badiashile ni kwamba uko kwenye hatari kubwa sana. Kwa lazima upate na Chalobah na yoyote kati ya hao walau uweze kuwa safe kwa kiasi fulani, ama Chalobah na Fofana mwenyewe hapatikani kwa muda mwingi, hapatikani. Kwa tunamhitaji beki mmoja ambaye nani, lakini tuangalie dirisha bado lipo kidogo, sijui kama itakuwaje, si kama wataenda kwa Senesi tena ama wataishia kwa hawa madogo ambao nani, lakini bora hata wangemleta yule Sal Ismail nani Mamadou Sal, namuona kama ametulia sana, japo mchezaji wake ni kama Chalobah, lakini yeye kidogo yuko ahead Chalobah kwa vitu fulani, kidogo yuko aggressive, lakini pia mipira ya juu na ule urefu wake pia anaweza kaimudu. Kwa subiri kisha bado lina siku kadhaa itakuwaje. Okay, mi ni kushukuru sana bwana Simon pamoja nawe Hafiz Mnacho ambao tuko pamoja, lakini nikupe nafasi pia Simon kuweza kutabiri kile ambacho kinaweza katokea siku ya Jumatano. Unafikiri tunaweza tukaibuka na ushindi ambao mangapi kesho kutwa? Kesho Jumatano kesho kutwa Jumatano Napoli watataka kufunguka kusudi kupata goli kwa Chelsea kusudi washinde mchezo, ndo salama yao. Wakifunguka na nature ya mawinga wetu, ningependa anze Stivao pamoja na Pedro Neto, japo Pedro Neto siku hizi kama ame drop off kidogo, ila angeanza kwa upande wa kushoto, Stivao akaanza kwa upande wa kulia, alafu kama Cole Palmer atakuwepo mzima aanze kwenye namba 10, alafu kwenye midfield hapa mwachie Enzo pamoja na Caicedo. Kwa nini? Kwa sababu kwa Napoli watataka kufunguka. Mtu ambaye anaweza akapiga pasi kwenye timu ambayo inafunguka vile, Cole Palmer ni mnyama sana. Pedro Neto anajua kukimbia kwenye nafasi kwa timu ambayo inafunguka. Kwa lile goli ambalo nahisi ilikuwa ni game ya Newcastle, pasi alopiga Palmer Pedro Neto akaipitia goli akafunga Nicolas Jackson. Ukipata moment kama zile hata 3 Napoli tutakuwa umewaua kabisa. Kwa wakifunguka tukana hicho kikosi, naona wanakufa goli 3 pale kwao. Asante, ni kutakie siku njema na wakati mzuri wa mambo mengine ambayo yanaendelea. Tukutane tena baada ya game ya Napoli siku ya tarehe 28. Tutakuwa hapa pia kuletea uchambuzi wa aina hii pia. Nilikuwa na wachambuzi wangu Hafiz Mnacho pamoja naye Simon ambaye Simon Barnabas ambaye pia alikuwa anatuletea madini ambayo nafikiri wote tumepata kuenjoy. Jina langu ni Himidiwe Kabuje, Brazil anayecheza kupitia mdomo. Usisahau kutufuatilia kupitia Darajani 1905. Hiyo ni Audiomack, Instagram, lakini pia sehemu pale ambapo tutakuwa nakutana pia kwa ajili ya kuelezana yale ambayo yameweza kujiri. Kwa hisani kubwa ya Chelsea, Joao Pedro, Enzo Fernandez pamoja na Estevao Willian, nasema bye bye na tukutane tena wakati mwingine. Asante.